Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa pepo kwa ajili ya wacha Mungu. Fikiria hiyo pepo itakuwaje kama aliyeiandaa ni yule mzuri wa kuumba. Sisi tunasoma fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ametukuka Mwenyezi Mungu, mzuri wa kuumba kama yeye hakuna, mzuri wa kutengeza kama Allah hakuna. Unadhani hiyo pepo itatengezwa vipi? Tazama msikiti wetu ulivyokuwa mzuri, ni watu wametengeza. Hii si chochote si lolote ukikompea na uzuri wa vitu anavyoviandaa Allah kwa ajili yetu. Nataka nikukaribishe ufahamu kilichoandaliwa na Mwenyezi Mungu huko. Katika hadithul kursi Allah anasema, laqad a'adadtu li'ibadi as-salihina ma la 'aynun ra'at, hakika nimeandaa kwa waja wangu wema vitu ambavyo bado macho hayajawahi kuona uzuri wake, wala udhunun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia uzuri wake, wala khatara ala qalbi bashar, wala haijapita katika moyo wa mtu akawaza mawazo yake kwamba pepo nahisi itakuwa kama jumba fulani liloliona Mbweni pale. Abadan, hakuna. Hizi huku zote ni takataka. Nabni albuyuta wa hatman tanharu tilka albuyut wa namut subhana man la yamut. Ni kitu gani dunia ukikompea na akhira na pepo ya Allah jalla jalalu? Si chochote. Na kila unachokiona ulimwenguni kizuri vyovyote ukifananisha na pepo, anasema Allah, faljannatu khilafu dhalik, pepo iko tofauti na hicho, kwa sababu huu ni muundo wa wanadamu na pepo ni sun'illah. Muundaji na mtengezaji na muandaaji ni nani? Wallahu jamil yuhibbul jamala, wallahu huwa sana. Mwenyezi Mungu ndio mtengezaji, ndio muundaji. Gari tu walotengeza wa Japani, unaona hii, uko tayari kutoa kiasi chochote cha hela ununue gari la kifahari, vitu vizuri vizuri katika ulimwengu, lakini uzuri wote uko peponi. Allahumma rzuqna aljannata ya rab. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kimbilieni kupata msamaha wa Allah, kimbilieni kupata pepo yake. Upana wake mbingu na ardhi imeandaliwa kwa wacha Mungu. Man humul muttaqun? Allah sasa anataka kudadavua, kueleza na kubainisha ni akina nani hao waliokuwa wanaitwa wacha Mungu. Wasikilize wacha Mungu hao, wana sifa zao maalum. Utizame wewe katika sifa hizo, na wewe umo. Kama humo, kimbilia kupata position katika position za awsafu allati sawfa tudhkar. Angalia vizuri sifa hizo zinazokuja, hizo ndio sifa za wacha Mungu. Naam, man humul muttaqun alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, ni wale wenye kutoa walichokuwa nacho katika alichowaruzuku Allah. Infaq ni wenye kutoa mali zao. Fis sarra yani fil yusr, katika hali ya wepesi. Wad-dharra yani fil usr, katika hali ya uzito. Fil masarra, katika furaha. Wad-dharra, na katika madhara. Yani mtu ambaye ana ibada, ana tabia ya kutoa alichokuwa nacho, hatizami ni wakati gani sasa. Siku zote watu tunazungumza hapa kuhusu habari ya kupanda dola. Nasema imewafanya watu wengine washtuke sana, na ile ibada yake ya kutoa sadaka aipunguze kwa kiasi kikubwa. Anasema sije nikaadhirika bwana. Utaadhirishwa na nini wewe? Mtume aliapa, anasema ma naqasa malun min sadaqa
wama zada man afa illa izza waman tawadha lillahi rafa'a. Mambo matatu bwana mtume ameapa nayo. Ma naqasa malun min sadaqa, wallahi mali haipungui kwa sababu eti unatoa sadaqa. Haupungui wala hutofilisika eti kwa sababu ni mtoaji sana, mpaka wenzako wanakuambia bwana wewe unatoa sana, usije ukaadhirika baadaye utakuja kufilisika. Hakuna mtu atafilisika kwa sababu ya kutoa sadaqa. Kwa sababu gani? Nasema kila siku anashuka malaika wawili wanamuombea mwenye kutoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Rabbi mpe mwenye kutoa badala ya alichokitoa. Wallahumma a'ti mumsikan talafa, ya Rabbi mpe bakhili maharibiko katika kile alichokizuia. Maharibiko haya yanakuja na kwa aina mbili, talafun ma'nawiyun au hissi, maharibiko ya kimaana au ya kihisia. Mali nyingi lakini haikufai chochote, maharibiko hayo. Au mali nyingi, misiba mingi, mara inaungua moto, mara inazama, mara inaharibika, mara unaibiwa, mara yote ni maharibiko hayo. Unaweza ukayaona. Na maharibiko mengine huyaoni kama hayo, kwamba pesa unazo lakini hazikufai kitu chochote, wewe hazikufaishi. Hayo ni maharibiko, japokuwa wewe unaona unazo, lakini kutoa kunakupa baraka duniani na kesho akhera. Ndio maana mtume alisema ma naqasa malun min sadaqa, mali haipungui ndugu zangu kutoa sadaqa. Kwa hiyo toa kwa hali zote, katika dhiki na katika faraja, wakati wa dhiki na katika wasaa. Ndio maana ya alladhina yunfiquna fi sarra wadh-dharra, fi almasarra walmakra, yani katika hali zote yeye ni mtoaji. Na mara nyingine usishtuke ukamuona hata katika dhiki yeye ndo anatoa zaidi, kwa sababu anahisi kwamba hii kutoa kwangu ndo itaniondoshia dhiki nilizokuwa nazo. Kwa sababu mtu, sisi tumezoea siku hizi mpaka mfuko huo umejaa sana, mpaka noti zinadondoka ndo uone kwamba hizi zinazodondoka hizi angalau wazipati watu. Sisi tumezoea hivyo kwamba subirini mambo yawe mazuri, manake mpaka yawe mazuri zaidi ya mazuri uhakikishe sasa hivi nina hela. Ndio maana mtu akiona tabia hii hakuna siku atakuwa na ibada ya kutoa mpaka atakufa huyu. Ndio alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Kwa hiyo hata kama we ni fukara, huna, siku moja ukabarikiwa, mtu akaja akakupa donge nono, na wewe gaia wenzako uingie. Wewe utakuwa nani? Utatoa lini wewe? Na wewe kila siku pewa tu. Naam, ndio maana mtume akisema al-yadul ulya khairun min as-sufla, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Wal ulya hiya al-munfiqa was-sufla hiya as-sa'ila, mkono wa juu ni ule wenye kutoa, wa chini ni ule wenye kupokea. Sasa siku zote wewe unataka mkono wako kazi yake kupokea tu, wewe utatoa lini? Naam, alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, wanaotoa katika hali zote. Asemi sasa hivi mambo yameharibika, inabidi tutizame kwanza hii dola mpaka ishuke kidogo, hapo tutaanza tena ibada. Je, ukifa kabla ya kushuka, unashuka wewe akhera kwanza kabla ya dola haijashuka, itakuwaje? Basi mu'min huwa hali zote yeye kwake ni ibada. Usisubiri mpaka uwe na dhiki ndio uje kuswali. Usisubiri mpaka Ramadhani ndio uje kusali, kwa sababu eti umesikia bwana atakayefunga bila kusali saumu yake haikubaliwi. Usisubiri season maalum wewe ndio ikawa ndio season yako ya kufanya ibada. So hujaagana na Allah, kuondoka kwako duniani ni lini? Ndio. Kwa hiyo fanya vitu kama hivyo mapema. Alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Wa sifa ya kwanza hiyo. Sasa undur, tizama vizuri katika hii sifa, jipekue. Hal anta min almunfiqina fi sarra'i wad-dharra, je wewe umo katika sifa hiyo? Wewe umo ndani hapo? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra walkadhimina alghayza. Sifa ya pili ni wale wenye kuzuia hasira zao wanapochukizwa na kukasirishwa na kukerwa na watu. Binadamu anapata hasira na kukasirishwa. Infial ni kitu cha kawaida.
ni kitu hata mtume alikuwa akikasirika. Lakini Uislamu unataka kukuona baada ya hasira utafanya nini. Sawa? Mtume siku nyingine aliambiwa, kuna mtu amesema ya Rasulullah, ma adalta fil qismati allati qasamt. Mtume aligawagawa ngawira na nini. Bwana mmoja alichopata akasema, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ugavi huu haukutakiwa ndani yake radhi za Mungu. Manake hapa mtume kagawa sivyo, hajataka radhi za Mungu hapa kwa jinsi alivyogawa mtume. Subhanallah, maneno makubwa mazito mabaya. Akapelekewa salamu mtume, kabla Rasulullah, kuna mtu anasema hivi. Nasema mtume akakasirika mpaka tukaona alama za hasira katika kipaji chake cha uso. Na walikuwa masahaba wanamjua mtume amekasirika kutokana na kipaji chake cha uso. Baada ya kukasirika mtume alisema nini? Rahimallahu akhi Musa udhiya akthar min hadha fasabar. Mungu amrehemu ndugu yetu Musa, aliudhiwa na watu wake zaidi ya hivi, lakini alisubiri akavumilia. Man yahdil, ni nani atakayekuwa muadilifu? Idha lam yahdil Allah wa rasuluhu, kama Mungu na mtume wake hawajafanya uadilifu, nani mwingine atakuwa na sifa ya uadilifu? Ni nani? Basi mtume sallallahu alaihi wasallam kama amemeza ile hasira, mtasubiri. Na si hapo tu, mengi yalimkuta mtume, lakini kwa kisubiri. Ndo maana ya kuzuia mtu hasira. Na hasira inasababisha maradhi, ndugu zangu. Unaweza ukapata pressure ilikuwa huna kabisa kwa sababu ya hasira. Hasira ni kitu kibaya sana. Na ndio maana Waswahili wakasema hasira ni hasara. Anaweza kukuudhi mtu ukamchinja kwa meno tu kwa hasira. Panga gani lililomkata? Baambiwa sio panga, meno hayo. Hasira, meno ya fulani. Hasira mbaya. Subhanallah. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alghadabu minash shaitan. Hasira huwa zinatoka kwa shetani. Washaitanu khuliqa minan nar, na shetani ameumbwa kutokamana na nini? Moto. Wala tutfa'u an-naru illa bilma, na moto hauzimwi isipokuwa unazimwa kwa maji. Faman ghadiba, basi atakayekasirika, faliyatawadda, aende katika mihra, katika kullatain, katika mfereji, mabomba, atawadhe, hasira zitaondoka. Maana mtume anatutafutia njia ya kuzima hasira. Anasema hasira inatoka kwa shetani. Shetani ndio yule aloumbwa kwa moto, na maji ndio yanayozima moto. Kwa hiyo zile hasira ni kama moto ule. Sasa unatakiwa uende ukauzimue, uzime kabisa na nini? Na maji, tawadha. Akasema katika hadithi nyingine bwana mtume, idha ghadiba ahadukum, akikasirika mmoja wenu, idha kana qa'imun, ikiwa kasimama, faliyajlis, akae kitako. Hasira ile mtu kana anatetemeka, mtu anaweza akabeba kitu cha kilo 200 wakati yeye mwenyewe ana kilo 40 tu. Alikibebaje? Hasira. Tuona mtu mwembamba amempiga mieleka jitu kubwa kweli kweli. Hasira inakupa nguvu ambazo sasa unaweza ukafanya mambo baadaye utakuja kujuta. Sasa mtume anasema idha ghadiba ahadukum in kana qa'iman falyajlis, ikiwa kasimama akae, wa in kana jalisan falyattaji, fa idha dhahaba anhu, zikiondoka hasira alipokuwa amekaa sawa, wa illa, kama zimo bado hasira, falyattaji, na alale. Ile unapoteza dira ya shetani katika kukuzidishia ile hasira. Sawa? Katika njia ya nini? Kafmul ghaidh, kuizuia hasira. Unaweza ukareact lakini ukaizuia. Na ndio maana watu wema walikuwa wanafanya ibada hii, wanalifanya jambo hili sana. Inasemekana
Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz, yule khalifa aliongoza miaka miwili tu, lakini hela zikawa kila pahala na maskini wakapotea. Basi kakutana njia na bwana mmoja, sema ashhadu Allah annaka minal munafiqin, ashhadu Allah, nashuhudia, annaka minal fasiqin, kwamba wewe ni fasik. Anamtukana kiongozi, mtu mwadilifu kabisa. Mimi ni shahidi kwamba wewe ni fasik. Umar ibn Abdul Aziz akamtizama alafu akasema, laisa tukbalu shahadatuk, unashuhudia nini wewe? Ushahidi wako haukubaliki. Basi tu kamwambia vile, ushahidi wako wewe wala haukubaliwi. Basi ameenda zake. Lakini nani kiongozi utamwambia hivyo atakuachia? Akwambia ushahidi wako haukubaliwi. Marwan waliwaambia watu, Marwan ibn al-Hakam, man qala li ittaqillaha darabtu unuqa, kuanzia leo nikisikia mtu ananiambia muogope Mungu nitamchinja. Nitamchinja. Sitaki kumsikia mtu ananiambia ittaqillah, muogope Mungu. Mimi unaniambia ittaqillah? Neno hili likawa limepotea. Nimsikie mtu ananiambia ittaqillah, namkata shingo. Sivyo kabisa. Umar ibn Khattab siku moja anasema khuyirtu, anasemaje? Nimechaguliwa, walastu bi khairikum, lakini mimi si mbora wenu. Sasa mkiniona katika njia ya sawa, fa'ainuni, nisaidieni. Hii khutba hii anaitwa Abu Bakar, mambo haya anayosema Umar, makhalifa wote, mkiniona katika khairi nafanya jambo la sawa, fa'ainuni, nisaidieni katika khairi. Wa in wajajtu faqawimuni, nikienda kombo niekeni sawa. Anawaambia raia wake, mkiniona nafanya vizuri nisaidieni, nafanya vibaya niekeni sawa. Akasimama mmoja huko katika raia akanyanyua upanga akasema, la in wajajta, ukienda kombo, lanuqawimannaka bisuyufina, tutakuweka sawa kwa huu. Yule kiongozi akasema, alhamdulillah alladhi awjada fil islam qauman la in wajja amiruhum qawamuhu bisuyufi. Mimi nashukuru kwamba katika Uislamu umepatikana watu ambao kiongozi wao akienda kombo wanamweka sawa kwa panga zao. Au sema mwekeni ndani huyo, auze huko huko. Ananiambia itateneka sawa kwa upanga. Si mwenyewe umesema uwekwe sawa? Sasa ukienda kombo, la nuqawimannaka bisuyufina. Na walikuwa wanaona ni jambo haliingizi hasira, mtu akareact over ya reaction. Ghadab. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona watu wawili wanagombana, wanazozana. Mmoja anatukanwa, kakaa na vimba tu kwa hasira. Kila tusi lina uzito wake. Na mtu akikasirika unamuona mpaka maneno hayatoki uzuri. Povu linatoka labda, au sengine machozi yanatoka, au macho yanabadilika rangi, mashavu na mishipa inavimba. Zote hizi ni alama za hasira. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ghadab ni jamratun yulqiha ash-shaytan, ni kala moto analitupa katika nafsi yako shaytan. Kisha Mtume aliuliza, ala tarawna ihmirara ainaihi wa intifakhu awdaji, amuoni macho yalivyobadilika rangi na namna alivyovimba? Kala moto hilo linawaka. Sasa aliwaona watu wanagombana, mmoja anayetukanwa, akawa ishara hizi zote ziko. Mtume akasema, a'lamu kalimatan, mimi najua kuna neno, lau qalaha, kama atalisema yule aliye na hasira, la dhahaba anhu dha, zile hasira zote pale zitamuondokea. Anatukanwa lakini kuna neno hajalisema tu, akilisema tu dhahaba anhu dha, itamuondokea hiyo. Neno gani waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza, neno gani ya Rasulullah? Za a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Akilisema hilo tu hasira zitaondoka.
Wale walikuwa na mtume pale wakaenda kumwambia yule mtu aliyekuwa na hasira, bwana nilikuwa na mtume pale amesema hiyo hali yako hiyo, ukisema neno tu utarudi sawa. Neno gani? Sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Sema hivyo. Yule bwana akasema amajnunan tarani, wewe unafikiri mimi mwenda wazimu? Yule mwenye hasira, mimi natukanwa hapa niseme a'udhu billahi minash shaitani rrajim, unafikiri mimi mwenda wazimu? Ulama alhadith wanasema huyu bwana kwa kilima hichi akaingia katika munafiqin, kwa sababu kayadharau maneno ya mtume. So badala ya kuyafanyia kazi, hasira ikampeleka hasira mbaya. Unajua mimi mwenda wazimu, yani niseme tu a'udhu billahi minash shaitani rajim, mtu ananitukana bure. Ndio maana ukiona watu wanatukana na bwana basi aishe msalie mtume. Hamna kumsalia mtume hapa. Mtume gani? Mtume wa nini hapa? Usilete mtume hapa. Anaweza mtu akasema maneno ambayo yanamuingiza katika kufuru kwa sababu ya hasira tu, baadaye nimefanya sivyo. Pia mtume humtaki. Basi mtu achunge sana wakati wa hasira, atulize hali yake na nafsi yake. Hata kama ameudhiwa, amekerwa, ajue kwamba kuna thawabu kubwa sana kwa mtu mwenye kuzuia hasira zake, kwa sababu hasira utamu wake unapokasirishwa na mtu umkamate. Sasa ukishampanish ile, unaona kila kitu kimekaa sawa, umesawazisha, lakini majuto yake yatakuja baadaye. Unajuaje kama kile kipigo ulichompa ni sawa sawa na tusi aliyokutukana? Na Qur'an inasema fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bih, mkipanish, mkitoa adhabu, toeni adhabu kwa kadri ya kile mlichoadhibiwa nyinyi. Yani kosa kwa kadri ya lile kosa ambalo umefanyiwa. Unajuaje kama ndio itakuwa sawa sawa na kile ambacho kimepita katika makosa uliotendewa? Lakini mkisamehe na kuacha ni bora kwenu, kwa sababu kusamehe kuna kupelekea wewe kuingia katika daraja ya akina nani? Almuttaqin. Ndio alkadhimin alghaidha walafina anin nas, na wenye kuzuia hasira zao. Sifa ya pili hii, na wenye kuwasamehe walio wakosea au waliowakosa. Sifa ya tatu hiyo, na hii inafuatana. Hii kukasirika, kuzuia hasira na kumsamehe aliyekukosa ni vitu vinafuatana. Lakini kusamehe kwenyewe sio kule kusamehe kwa jamaa aliyenikera ni mtu mwenye miraba minne na mimi natafuta kuuawa tu zaidi kumwingia yule bwana. Hii sio kusamehe kunakotara. Kusamehe hapo kulikokusudiwa, yule ndio kakukosea na una haki wewe ambazo utakwenda kidini au kisheria chochote kufanya. Lakini tunachokizungumza hapa, al-afwu inda al-maqdira, ni kule kusamehe wakati kupanish na kutoa hasira zako na dukuduku lako unaweza. Huyu mtu kanikera, kupambana naye naweza, hata kwa maneno. Kama siwezi kumuingia mwilini, naweza nikatukana, nikafanya chochote, nikasema, nikanini, yani ninaweza mimi kutoa hasira zangu, lakini ukazuia na ukamsamehe. Hii inaitwa al-afwu inda al-maqdira, kusamehe na uwezo wa kupanish unao, uwezo wa kuadhibu, uwezo wa kureact, uwezo unao. Kama mtume aliwaingia Maka, makafiri wote katika amul fathi ule mwaka wa 8 wakakusanywa mbele ya mtume. Mtume kauliza, mnakumbuka mlivyonifanya? Mmenitoa hapa, mmechukua mali zetu, mmetupiga, mmetuua, mmefanya hivyo, mnakumbuka yote? Ndiyo tunakumbuka. Mnadhani nitakufanya nini? Wakasema, sisi tunajua wewe ni muungwana. Mtume akasema, idhhabu fa antum tulaqa, nendeni nyote mmesameheka, mko huru. La tathriba alaikum alyawm, hakuna huzuni. Amewasamehe watu ambao alikuwa anaweza kuwapanish. Alikuwa anaweza kusema, Abu Sufyan, lete shingo yako hapa mwenyewe kabla mimi sijafika. Alikuwa anaweza mtume, uwezo huo kishaupata. Alikuwa anaweza, lakini alisamehe wakati anaweza, akatoa adhabu kwa aliyemkosea. Hii ndio walafina anin nas. Sayyidina Husayn ibn Ali ibn
Ali ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn ibn Ali. Ali ibn al-Husayn ni mjukuu wa Sayyidina Ali. Yeye mwenyewe anaitwa Ali kwa jina la babu yake, babake ni Husayn ibn Ali. Huyu alikuwa akiitwa Zainul Abidin katika malakabi yake. Siku moja amekuja jaria wake, mtumishi wake, maidi wake, mtumwa wake pale nyumbani na buli. Buli ndani yake lina maji. Buli tunalijua, ibriq, kettle. Na maji lile anamwagia bosi wake, anachukua udhu. Ali ibn al-Husayn anatawadha. Lile buli likadondoka likamwangukia Ali ibn al-Husayn, likamchana. Buli la chuma nikidondoka katika vidole, unajua vidole vilivyokuwa vinauma. Yule mtumishi akashtuka, damu zinatoka. Akaona hasira zilizopanda katika uso wa Ali. Maidi hapo hapo akasema, wal kadhimina al-ghayb. Bosi wangu, Mwenyezi Mungu anasema wale wenye kuzuia hasira zao. Akampatiliza Ali ibn Hussein, akasema kadhamtu ghaidhi, mezuia hasira zangu, hasira zimeondoka. Akamuongeza, wal afina anin nas, na wale wenye kusamehe watu, najua nimekukosea nisamehe. Asema afautu anka, nimekusamehe. Akamuongeza, wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsan, kuwafanyia watu wazuri. Akamwambia, anti hurra liwajhi Allah, kuanzia leo wewe si mtumwa tena, uko huru, nenda zako. Angalia watu walivyokuwa inajua Qur'ani na wanaifanyia kazi. Na ndio lengo la sisi kusoma tafsiri. Hii tafsiri sio burudani. Kuanzia leo akikukera mtu, itumie hii aya. Hizi hasira zikikupanda, jitahidi kuitumia aya. Sasa mmeona watu walivyokuwa wanaitumia Qur'an. Sasa wewe utakwenda kuitumia lini hii Qur'an? Watu walikuwa wanaifanyia kazi Qur'an. Ilikuwa ikisomwa tu aya yoyote mbele yao na mtume, wanaenda wanaifanyia kazi. Hata ile aya ya kusema mkienda mkibisha hodi, mkihodisha, mkiambia wa idha qila lakum irji'u farji'u, msipokaribishwa ndani au mkamsikia mwenye nyumba anasema rudini, yani ondokeni, basi ondokeni. Qur'ani msa, kwa sababu sio lazima unabisha. Imefika mara 3 hajafungua, wenye nyumba hii mumo, lakini mmekufa. Unagonga tu mpaka mlango unakaribia kuutoa. Umeshagonga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, umehisi hakuna mtu anaitikia, nenda zako. Kwa sababu ima mwenyewe haiko katika situation ya kukupokea, na sio lazima mtu akibisha ahodishe akaribishwe ndani, au yuko katika hali ambayo hawezi kukupokea au hataki mwenyewe, si lazima, nenda zako. Lakini pia mara nyingine anaweza akasema, nani mimi fulani, nenda zako, au njoo baadaye, au hata siseme njoo baadaye, nisema nenda zako. Na Qur'an inasema idha qila lakum wa in qila lakum irji'u farji'u, mkiambiwa rudini, yani ondokeni, ondokeni, au rudi baadaye, njoo baadaye, ondoka, nenda baadaye. Useme nilikwenda mimi nyumba fulani bwana, nikaambiwa ondoka zako. Watu wabaya kweli kweli, hapana. Sasa Umar alikuwa kigonga mlango, kila kigonga hodi anaambiwa karibu, kila kigonga hodi anaambiwa karibu. Kuna nini? Sema mimi nataka siku moja nihodishe, niambiwe ondoka, nenda zako, niitumie ile kauli ya Mwenyezi Mungu, niende zangu. Niwe na mimi nimeifanyia kazi aya hii kwamba ondoka, lakini kila nigongapo hodi naambiwa karibu, hodi karibu. Lini nitaambiwa nenda zako, niende zangu? Wanataka kuitumia hiyo. Kwa hiyo pale popote ukiona Qur'ani inasema maneno, yafanyie kazi. Angalia wenzetu walipokuwa na watumishi wao, hata watumishi wanajua Qur'an. Sisi tuna watumishi aina hiyo. Watumishi wanaweza wakamkumbusha boss. Wewe kwanza unataka watumishi uneducated, kwa sababu upate kuwa
wanyanyasa. Ukimwona mtumishi amesoma, sasa huyu anifai, mjanja huyu. Unataka ambaye hakusoma, tafuta waliosoma. Atataka mshahara mkubwa huyu, sababu kishashtuka huyu. Au mtoto wa mjini, unataka wale wa shamba. Wa shamba upate kuwaonea vizuri. Hapana. Hao ndio wafanyakazi wa wenzetu. Wanaweza wakamfungua, wakambutua, wakamkumbusha bosi wake wakati anapokosea. Walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya mazuri, ihsan. Sifa hiyo vile vile, alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, moja. Walkadhimina alghayb, mbili. Walafina anin nas, tatu. Wallahu yuhibbul muhsinin, nne. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsan. Hasira, Mtume kila wakati alikuwa akipata mtu anasema ni usiye jambo kubwa, kumbe la taghdab, usikasirike. Muislamu mzuri aishi vipi ili apande daraja? Mtume akasema katika hadithi nyingine, antu'tiya man haramak, mpe aliyekunyima. Watasila man qata'ak, muunge aliyekukata. Wa'fu amman zalamak, msamehe aliyekukosa na kukudhulumu. Ndio Uislamu. Ni nzito sana. Muunge aliyekukata. Hapa Unguja kuna utamaduni, ni Uislamu lakini imekuwa kama ni ada. Watu wanapenda sana kwenda kwenye maziko. Mazikoni wanajaa hata saa nyingine kuliko kwenye sala. Maana kuna watu huja na jeneza wakaeka kule kipembeni msikitini, alafu wao wakatoka wakaenda kule wakasubiri asaliwe, alafu wakaenda. Mazikoni wanakuja, lakini katika sala hawataki kuja. Kwa hiyo maziko ni kitu kikubwa sana hapa. Na wanasema baadhi yao, bwana naenda kuzika ili na mimi watu waje wanizike. Usipoenda katika maziko ya watu, na wewe watu hawatokuja katika maziko yako. Kana kwamba unafanya vile kwa sababu na wewe uje ufanyiwe ili ulipwe. Muislamu hafai kufanya kitu kwa sababu anatarajia na yeye kuja kulipwa. Tenda wema wende zako. Sisi Waswahili tunasema hivi, usingoje shukrani. Sasa na hadithi inasema ni kumpa aliyekunyima na kumuunga aliyekukata na kumsamea aliyekudhulumu. Fulani bwana hakuja kwenye maziko ya babangu na babake kafa, sendi kokote mimi. Au fulani hakunipa, mimi sitompa. Fulani hakunialika, mimi sitomwalika. Huu si Uislamu. Uislamu mzuri, yule ambaye hakukufanyia wewe ndo mfanyie, ndo unamfunza na unamtoa wewe katika ile ukorofi na ubaya na uovu aliokuwa nao yeye. Unga waliokukata. Watu hawakutembelee. Nitamtembeleaje mtu yeye mwenyewe? Lini alinitembelea hapa? Lini alikuja kwangu? Hata siku moja wewe uliwahi kuja kwangu? Mimi kwako nifuate nini? Si utaniambia mwanga? La, waunge waliokukata, watu waliokunyima, na wasamehe walio ukosa. Hizi ndio akhlaq za mu'min na sifati za muttaqin. Na zinaendelea bado. Hii aya imekwisha hapo, lakini zinaendelea sifa za muttaqun. Wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة، سبحان الله. Na wale ambao wakifanya machafu. Sasa katika sifa za watu wacha Mungu, na wale wakifanya machafu. Mcha Mungu anafanya machafu, mcha Mungu anafanya madhambi. Hata mcha Mungu huwa anateleza
kwa sababu ni mwanadamu. Binadamu yoyote anaweza akamkosea Mwenyezi Mungu, hakuna maasumu isipokuwa nani? Mtume. Mtume ndio amekingwa, anakinga maalum, anakinga maalum, ndio maasum. Kisikia mtume ni maasum, maana yake hafanyi makosa, hafanyi madhambi. Lakini mtu yoyote mwingine asiyekuwa mtume, kad yudhnib, anaweza akamaasi Mwenyezi Mungu, anaweza akateleza, anaweza kufanya madhambi, anaweza kaasi. Lakini ucha Mungu anao, ucha Mungu anao. Lakini uko kufanya dhambi huko kuna sharti zake, sio kufanya dhambi ikawa ni continuously katika dhambi zake, ameganda katika dhambi, haondoki katika dhambi, yuko tu katika dhambi, amestrike katika jambo lile. La, mcha Mungu anaweza akamkosea Mwenyezi Mungu. Lakini walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wakifanya machafu, au dhalamu anfusahum, au wakidhulumu nafsi zao, dhakarullaha, humkumbuka Mwenyezi Mungu, fastaghfaru lidhunubihim, wakaomba msamaha kwa madhambi yao. Kwa hiyo anaweza akakosea, lakini hapo hapo akikumbuka analeta toba na istighfar. Tumefahamiana? Usiache madhambi yakakulemaza, wala usiseme nitatubu mwakani. Kama umefanya kosa tu, kimbilia katika kutubu. Na katika hadithi Bwana Mtume anasema adhnaba abdun thumma taba, idha adhnaba ar-rajulu wa taba ila Allah wastaghfara Allah, mtu akifanya maasi, madhambi, kisha akastaghfiru kwa Allah, akatubu, basi taba Allahu alayhi wa ghafara Allahu la, Mungu atamkubalia toba yake na atamsamehe makosa yake. Kwa sababu gani? Yaqulu Allah, Mwenyezi Mungu anasema, abdi, mja wangu, adhnaba, amefanya makosa na maasi, fa adraka anna li rabbun sayaghfir li, akajua kwamba hizi dhambi zangu yupo mwenye kuzisamehe Mungu wangu, basi amekuja kwangu, ana aghfiru lahu, nitamsamehe, kwa sababu alima anna lahu rabbun yaghfiru lahu, ametambua kwamba mimi Mola wake ndo mwenye kusamehe makosa yake, namsamehe. Alafu akarudi tena akafanya dhambi, Allah anasema hata akirudi tena akifanya dhambi, akijua kwamba ni dhambi, ni kosa, istaghfara kastaghfiru aghfiru lahu, nitamsamehe, kwa sababu mja wangu amejua tena kwamba mimi ndo mwenye kusamehe dhambi, nitamsamehe. Kisha na mara ya tatu Mwenyezi Mungu anasema ishhadu, shuhudieni, anna abdi, kwamba huyu mja wangu ambaye ameniomba msamaha, kad ghafartu lahu falyaf'al ma shaa, nimemsamehe afanye anavyotaka. Ile kuonyesha kwamba wewe ile tabia ya kustaghfiru na kuomba toba ya msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa makosa yako, Allah anaipenda sana, kwa sababu kukosa ni sifa ya mwanadamu. Ndio Mtume kasema katika hadithi, kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, wanadamu wote wana tabia ya kukosea, lakini wazuri katika wale wenye kukosea ni wale wenye kuomba toba na kuomba msamaha. Kwa hiyo tuwe na tabia sana ya kustaghfiru kila wakati. Katika hadithi nyingine simulia Sayyidina Abu Bakar anasema, idha adhnaba al-'abd wa tadhakkara tawbatahu wa tadhakkara dhanbahu, mtu akifanya maasi, madhambi, akakumbuka madhambi yake kwa mazito, akamkumbuka Mwenyezi Mungu, fatatahhar, qama ila alwudu'i fatahhara nafsahu, akasimama akaenda katika udhu akatawadha, thumma qama fasalla rak'atayn, kisha akasimama baada ya kujitahirisha akasali rak'a mbili, anasemaje? Ghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu humsamehe madhambi yake. Umeasi, umekumbuka kwamba nimeasi, umeenda kwenye kullatain, umechukua udhu, umesimama rakaa mbili, umesali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lengo kwamba kusamehe, Allah atakusamehe makosa. Hii ni neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu kuwaekea Waislamu, hata wakikosa warudi kwake na yeye atawasamehe. Na ndio maana wanasema ulama utafsir, aya hii iliposhuka, shetani alilia sana Ibilisi, kwa sababu Ibilisi kazi yake yeye kupoteza watu, kuwafanya watu wafanye maasi na madhambi. Sasa madhambi yamerundikana kwa huyo mtu, akija
astaghfirullah, astaghfirullah, ya rabbi nisamehe, yote yanafutwa ikiwa toba yake ya kweli. Na zile sharti za toba tulizosomeshwa, umeshafika mlango wa toba. Katika mlango wa toba Riyadhus Salihin ziko sharti za kutubu. An yakhla ni kuondoka katika ni kuacha kile kitu, kama mlevi nini, uache ulevi. An yankhala min al-ma'asi wal iqla, yani ni kuacha na kuondoka, kung'oka kabisa, kuacha moja kwa moja. Yani wakati unafanya istighfar na toba, lile jambo usiwe unalifanya, pia ulihame kabisa, uondoke kabisa katika hilo. Na vile vile kuna kitu kinaitwa an-nadamu, majuto lazima yawepo, uwe unajuta kwa kile kitendo ulichokitenda. Pia sharti nyingine raddul madhalim, ni kurudisha kile ulichokichukua. Kama uliwanyang'anya watu, hii sasa haihusiani na Mungu, hii inahusiana na yule mtu, alafu baadaye itahusiana na Mungu kwamba ulifanya makosa. Lakini kwa sababu ni haki za watu, ulimnyang'anya mtu nyumba yake au kiwanja chake au gari yake, chochote hii inahusiana na yule mtu kwanza, mpaka akusamehe yule au urudishe kile ulichonyang'anya au pate msamaha kwake. Ndio maana madhambi yanayofungamana na mtu ni makubwa, ni mazito, hata kuliko yale ambayo yafungamana wewe na Allah. Wakati wote unasema ya Rabbi nisamehe, Allah usamehe. Je, yalofungamana na watu na pengine washakufa, uliwaibia na wengine na mambo mengi yanatokezea. Kwa hiyo mtu atanabahi sana na vitu kama hivyo. Walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wakifanya machafu na maovu, dhakarullaha, humkumbuka Mwenyezi Mungu. Nimeasi mimi lakini Mungu ameniona, nimefanya kosa, fanya madhambi, dhakarullah, humtaja Allah, humkumbuka Mwenyezi Mungu. Fastaghfaru lidhunubihim, wakamtaka msamaha makosa yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani mwingine anaye uwezo wa kusamehe isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Allah. Hakuna mwenye uwezo wa kumsamehe mtu. Hii inawarudia wale manasara. Wale manasara ukienda unakalishwa katika kiti, unaambiwa haya, tubu dhambi zako. Mimi nilikuwa mlaunga, mimi nilikuwa mlevi, wanawake, mimi nilikuwa malaya, nikijiuza, nikijifanya biashara, mimi hivi. Alafu wanakwambia haya, tushakusamehe, tushasamehewa, nenda. Umeenda umeconfess, umetubu eti mbele ya padri au mbele ya kasisi, ushataja makosa yako yote, alafu nishakusamehe. Ndio ashasamehewa huyo, anaondoka pale ana furaha, anasema mimi nishaokoka, dhambi zangu zote zimefutwa. Aliyefuta dhambi ni nani? Ni mkuu katika nyumba ya ibada. Hapa Qur'ani inasema waman yaghfiru dhunuba illa Allah, anaifuta madhambi ni Allah. Ni Allah aliyekuumba. Mimi naweza nikakusamehe lile kosa ambalo umenifanyia mimi. Bwana, ulipokuwa umekaa vibaya, mimi nilikuibia 10,000. Sasa ima nikurudishie au nisamehe? Nimekusamehe. Hilo nina uwezo nalo kwa sababu ni haki yangu mimi na Mwenyezi Mungu amenipa haki hiyo. Lakini hata nikikusamehe mimi bado hujaokoka kwa Allah, kwa sababu Allah alikataza nini? Kuiba. Sasa uje uniombe mimi msamaha kwanza, alafu umuombe Mwenyezi Mungu baadaye. Na watu ukimwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi nilimdhulumu mtu kiwanja chake, nisamehe, Allah anakuambia bado nenda kwake yeye uliyomdhulumu kwanza kiwanja. Mwambie, akikusamehe yeye, alafu sasa mimi na wewe tutaelewana. Naam. Hizo haki kama hizo haziwezi kusameheka mpaka kupite maelewano aina hiyo. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru lidhunubihim, na wale ambao wakifanya machafu. Ukumbuke kwamba aya imechukua sifa ya wacha Mungu, na mcha Mungu pia miongoni mwao wale wenye kufanya machafu alafu wakarudi kwa Allah, pia nao wana sifa hiyo, pia nao wana sifa ya ucha Mungu. Sio kwa maana kwamba wewe humo, maadamu una dhambi kidogo tu unaondoshwa katika ucha Mungu. Hapana. Man dha alladhi ma saa qat
waman alladhi lahu alhusna faqat. Mshairi anasema ni nani yule ambaye hajawahi kukosea hata mara moja, na ni nani huyo ambaye ana mema matupu katika akaunti yake? Ni nani? Ajitokeze mtu sikio akisema bwana alhamdulillah, katika watu ambao hawajawahi kumkosea mtu, kumkosea Mungu, mimi miongoni mwao. Nani katika wanadamu? Alhamdulillah, mimi sijawahi kumkosea mtu yoyote, wala sijawahi kuasi, wala sijawahi kufanya dhambi lolote, si dogo wala sio kubwa. Yupo mtu aina hiyo duniani? Niko sawa kabisa jamani, mimi perfect, akawa yeye anawasema wenzake tu. Ndio maana Mtume akasema idha aradta an tadhkura uyuba ghayrik fadhkur uyuba nafsik. Ukitaka kutaja aibu za mwenzako, madhambi yake na makosa yake, kumbuka ya kwako. Kumbuka aibu zako, kumbuka makosa yako, kumbuka mapungufu yako. Lakini kuna watu ni mahodari kwa kuzungumza mapungufu ya watu, kana kwamba yeye ni maasum katika wale waliokingwa na kufanya makosa, na yeye yumo. Basi Mtume wewe, na ukiwa na tabia ya kukumbuka makosa yako, utakuwa na tabia ya uchamungu, sababu hutomsema mtu, hutomsengenya mtu, hutomuumbua mtu. Ndio Imam Shafi akasema idha aradta an tahya saliman min al-adha wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyinun lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awrat walinnasi alsunu wa aynuk in abdat ilayka masawiyan fasunha wa qul ya aynu linnasi a'yunu wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsanu. Nasema ukitaka kuishi vizuri na kuepukana na makero yote na maudhi, lisanu ni huu ulimi, la tadhkur bihi awrata mri'in, usitaje aibu za watu. Fakulluka awrat, wewe mzima ni aibu. Walinnasi alsunu, na watu wanazo ndimi na wao. Unataja aibu za watu na wewe mzima ni aibu. Ndio anasema ala sakini buyuti zujaja alla yarshuqu hajara, ni juu ya wale wenye kuishi katika nyumba za vioo wasipige watu mawe. Mfahamu kusema huo? Kama unaishi katika nyumba ya vigae, usirembee watu jiwe, kwa sababu wakianza kukurembea wewe nyumbani kwako itaporomoka. Naam, ndio maana ya mwanadamu ambaye yeye mzima ni aibu, alafu anazungumza aibu za watu. Fakulluka awrat walinnasi alsunu. Basi والله يحب المحسن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فمكمبوك من يزمونه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، يعني لم يتعلقوا بتلك الذنوب. katika sifa za hawa watu, hawawi ni wenye kuendelea katika yale madhambi yao. Manake kuna al-idman. Idman ni ile mtu kuwa kama addicted, wanahitaji addiction, kule kuwa mtu amekuwa hook, manake kama amefungwa na ile kitu, manake kama wale wala unga wale ambao hata akikosa anatetemeka, aselekea. Aiwa, maana wewe upo asarru, ndio tena wewe huyu hawezi kuopolewa. Sasa ikiwa mtu amefanya maasi akarudi, maana lam yusirru. Al-israr ni ile kuendeleza na muendelezo tena wa yale mambo. Ndio ukaona Mtume SAW alikuwa akipiga vita sana mtu asiwe mudminul khamr. Mudminu ni yule mwenye kuselelea na kuselekea katika idmani ya kile kitu. Sasa anasema hawa waliofanya maasi lam yusirru ala ma fa'alu, hawakuwa waendelevu katika hayo. Ni sifa pia vile vile ya watu wacha Mungu. Mtu amefanya kosa lakini hagandi katika lile kosa, huwa anarudi haraka anaomba toba. Wala yusirru ala ma fa'alu, wala wasiendelee katika lile ambalo wanalifanya, kwa sababu ukiendelea na ukiselelea katika jambo hata kama ni dogo,
linaitwa sasa kabira. Si ni madhambi, unaona madhambi madogo madogo, lakini anasema al-israru fi as-saghair kabair, muendelezo katika madhambi hata yakiwa madogo huwa mpaka sasa ni yanaitwa madhambi makubwa. Lakini dhambi kubwa huwa yadogo wakati wa toba. Ndio la kabira ma istighfar wala saghira ma al-israr. Msema unaona, la kabira ma istighfar, hakuna dhambi kubwa mbele ya toba, wala saghira, wala hakuna dhambi dogo mbele ya mwelekeo ule wa kuendeleza siku zote. Umefahamu hiyo falsafa? Kwa hiyo toba ni kitu kikubwa sana na istighfar, na mwenye kutubu Allah anampenda. Kwa maana hiyo hata mwenye dhambi anapendwa na Mwenyezi Mungu, lakini kwa sharti ajue dhambi zake Allah ndo mwenye kusamehe, alafu akaja akapiga goti akaomba msamaha kwa Allah. Mwenye dhambi asikate tamaa kusema mimi Mungu ananichukia mimi hivi. Hapana, wewe mwenye dhambi unapendwa kwa ushahidi wa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubu. Sasa wewe ulikuwa na dhambi ndio maana unatubu, Mungu anawapenda sana wenye kutubu dhambi zao. Hata ukiwa na maasi, ukitaka upendwe na Allah, njoo utubu maasi yako na madhambi yako, kwa sababu Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, anawapenda wenye kutubu na wenye kujitahirisha. Kwa hiyo mtu yoyote aliyekuwa anajua kwamba ana madhambi atubu. Kama unajijua huna mwenzetu dhambi, endelea kufanya mambo mema. Ndio ulaik, watu hao, jazaohum, malipo yao, maghfiratun, ni kufutiwa makosa yao, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, wa jannat, na pepo, mabustani, wa jannatun, mabustani mengi, tajri, inayopita min tahtiha, chini yake, al-anhar, mito, khalidina fiha, wataishi milele huko, wa ni'ma ajru al-amilin, na huo ni ujira bora kwa waliotenda, waliosifiwa kwa sifa hizo zilizopita, wakafanya mema hayo tuliyoyazungumza. Hakuna ujira bora kama huo. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao hao watakaoingia katika mabustani hayo siku ya Kiyama. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min 'adhabika nastajir aslih lana sha'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.